Naam, salam na amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi. Sasa hii ni voice note muhimu sana kwa ajili ya kulielezea group ambalo ni jipya limeanza na litakuwa linafundisha elimu zake. Hili group tumeli-select kwanza tarehe 20 mwezi wa 12 mwaka 2025. Ni moja kati ya magrupu ya Rakimz Spiritual ambayo huwa ni group specific, huwa linakaa kwa muda wa mwaka mzima, yani wanafunzi wanajifunza kwa mwaka mmoja. Grupu hili ni grupu ambalo linahusiana na elimu za kiroho, na katika grupu hili kwa muda wa mwaka mmoja tutakava elimu zifuatazo ambazo ni za kiroho. Elimu ya kwanza ni meditation, ambayo ni meditation kwa ajili ya beginners, yani wale wanaoanza, ili kuweza kujitambua na kuweza kumanage elimu wanayokuwa wamejifunza. Hatutazungumzia advance kwa sababu advance meditation tayari ina grupu lake na wanafunzi wengine wanaendelea huko. Mbali na hapo pia kuna elimu zingine ambazo tutakazoangalia kwenye grupu hili, ambalo ni elimu za muhimu sana. Mtu atatakiwa kuweza kuzisoma na kujijua anapoingia kwenye grupu hili kuweza kuzisoma. Ina maana kuna elimu nyingine ambayo ni elimu ya majina ya barahatia, ambayo itakuwa ni kwa ukamilifu wake. Yani tutafundisha barahatia jina moja moja na maana yake na faida zake na jinsi ya kulitumia, na majina yote kwa pamoja kuyatumia na maana zake na faida zake kwa ujumla. Pia vile vile tutaendelea na elimu za ziada ambazo zitakuwa zinachaguliwa na baadhi ya wanafunzi kama suggestion, mwalimu tufundishe elimu ya namna hii. Lakini vile vile tutakuwa tuna elimu ya majina ya Taijan. Majina ya Taijan niliwahi kueleza nyuma, lakini vile vile tutakuwa tuna elimu katika hilo grupu za kuita majini kwa wale wenye kutaka. Lakini vile vile tutakuwa tuna elimu ya jicho la tatu, lakini pia vile vile masuala ya nje na masomo yenye kuhitaji majibu kutokana na maswali matatu yatakayokuwa yanachaguliwa na wanafunzi katika kila kuanza na kumaliza haya ni elimu. Sasa kwa upande wa meditation, nafikiri meditation mnaijua faida yake. Mara nyingi meditation tunaweza tukaichukulia simple tu kwa kuongelea katika neno moja kwamba tunafundisha mtu kuweza kuwa aware na yale mambo unayoendelea nayo au mazingira unayokuwa nayo. Vile vile tunapokuja katika majina ya barahatia, ni majina ambayo yana njia nyingi na mbinu nyingi sana za kuweza kumfanikishia mtu chochote anachokitaka, vyovyote anavyovitaka, ikiwa tu atasoma vizuri na kuyaelewa. Pia vile vile kuna elimu za ziada ambazo hizi tunaweza tukaangalia elimu, mfano elimu ya mandal. Mandal ni elimu ambayo mtu itakusababisha kuweza kuangalia na kuona kilichopo nyuma ya pazia. Pia vile vile kuna jicho la tatu. Kutakuwa pia kuna psychic powers ambazo ni nguvu za miujiza. Kila mtu ataweza kusoma na kuweza kujua za kwake ni zipi na anaweza kuzi-access vipi. Na baada ya hapo tutakuja kuangalia pia majina ya Taijan, ambayo ni majina mtu unaweza ukayatumia yakakusaidia katika mikwamo, na haya ni majina ambayo hayana masharti makubwa kama vile majina mengine. Pia vile vile tutaangalia elimu ambayo ni za kuita majini ambazo ziko advance, ni tofauti na zile ambazo tumeweka YouTube, lakini zitafundishwa zile ambazo zinawafaa zaidi wale beginners, ambazo hazina requires sacrifice yoyote, yani makafara yale tunasema makubwa. Yani tunampa mtu kwanza elimu ya experience ya hivi viumbe, kuviita pole pole, kuja kwa ishara, mfano kutokewa kwa shuka, kutokewa kwa rangi nyeupe, kutokewa na mwanga na kadhalika, ili kwanza mtu aweze kujilea katika misingi ya kiroho. Lakini mbali na hapo pia tutaangalia jicho la tatu. Jicho la tatu tutatembea mpaka pale kila mtu atakapokuwa na uwezo wa kupata access yake. Lakini pia umo mwanzoni katika meditation tutafundisha mtu jinsi gani anaweza kuanza na kujikinga ikiwa kuna chochote kile kitaenda tofauti katika masuala ya kiroho anayokuwa anayafanya. Mbali na hapo tutakuja kuangalia kwenye maswali na majibu. Ina maana mwanafunzi anaweza akauliza swali, mathalan mfano anaweza kusema, mwalimu nahitaji kuweza kujua ni mbinu gani ambayo naweza nikaitumia sasa hivi kuweza kusolve jambo langu, ambayo inaweza ikachukua siku 2 siku 3 utufundishe. Kwa hiyo ile mada itawekwa kwenye grupu na kisha wanafunzi watapiga kura kwamba hii fundishwe ama isifundishwe, na zingine kila mmoja atakuwa na nafasi ya kusuggest ya kwake, na tutakuwa tunaangalia moja baada ya nyingine. Muhimu tu ni kwamba kila kitu tunachokuwa tunakifundisha hapa makadirio yake ni mwaka mzima. Mwanafunzi ana nafasi ya kumtafuta mwalimu private, mwanafunzi mmoja ambaye watamchagua wanafunzi wenyewe katika grupu kwamba huyu ndo atakuwa anatufikishia ujumbe pale ambapo mwalimu atakuwa hajaonekana kwenye grupu siku moja wala siku 2, ili kuweza kwenda na kubalance muda. Pia zaidi ya hapo
tutaangalia kitu kingine ambacho ni elimu ya majina ya siri ya Mwenyezi Mungu, lakini haya tutayafundisha kwa upole. Nafikiri mnaelewa kwa upole nikizungumza na maanisha nini. Zaidi ya hapo pia masomo mengi yatakayotolewa kwenye hili group ni masomo ambayo yatakuwa yanaangalia uwezo na uelewa wa wanafunzi. Hivyo pia kwa kitabu, kuna kitabu ambacho mwalimu alikuwa anafundisha kipindi cha nyuma, mwalimu atakifundisha pia kwa uchache, mradi tu kumkamilishia mtu elimu ya kiroho ambayo na yeye anaweza akaitumia kwa maisha yake yajayo ama maisha yake yaliyopo sasa hivi. Mbali na hapo, kila group ama kila kitu huwa kina sheria zake na taratibu zake. Sheria za grupu hili ni kwamba wanawake ni kwa wanawake na wanaume ni kwa wanaume. Hii ikiwa ina maana kwamba ikiwa unataka kuanzisha mjadala wowote ule private baina ya wewe na mtu mwingine, basi hakikisha huyo mtu yuko sawa jinsia na wewe. Lakini pia hakikisha huyo mtu ambaye unaenda kuanzisha naye mada awe interest na kile kitu unachomwambia. Ukiwa kuna mazungumzo yoyote yale yanayoenda kumfanya mtu aweze kukwazika kwa namna moja au nyingine na akarudi kwa mwalimu akakushtaki, italetwa mjadala wenu katika grupu na wanafunzi wenzio wataamua kwamba wewe utatakiwa uendelee kubaki ama uweze kutoka. Lakini pia sheria za grupu ni kwamba yeyote yule atakayemvunjia heshima mwenzie, kwa hivyo atakuwa amefanya nini? Amejitoa mwenyewe. Mbali na hapo pia tunakuja kuangalia kitu kingine ambacho ni nafasi ya wanafunzi kuweza kusoma. Inapotolewa elimu ya kusoma, mathalan mfano tumefundisha elimu leo siku moja, maana yake zisipite siku mbili kwamba wanafunzi wasio wote wamepitia ile elimu. Ina maana wanatakiwa wawe wameshapitia ili kuweza kusonga mbele kwa haraka, kwa sababu hizo elimu ni nyingi kuliko vile ambavyo watu wanadhani. Mfano elimu ya Junior Vocation kuna watu walisoma karibu mwaka mzima, na kulingana na ile mambo ya rudia ikawa ni ngumu kuweza kuwapeleka mbele wale waliokuwa wanachachu ya kuweza kusoma ili wafanikiwe. Lakini vile vile katika elimu ya meditation na zenyewe zilikuwa zinaenda zikisuasua. Hivyo kwa kipindi hiki tutaomba kabisa kwamba mtu anaingia kusoma basi ajijue kabisa yeye anaingia kwenye grupu kwa ajili ya kusoma. Lakini pia mbali na hapo, masuala mengine ambayo yanaweza kuendelea ama hoja zinazoweza kuendelea katika group zinaweza zikawa ni suggested baina ya wanafunzi na mwalimu kwamba tufanye hivi ili grupu liweze kuimarika na kuweza kusoma watu vizuri zaidi na kwa kuelewa vizuri zaidi. Mbali na hapo tunakuja kuangalia kitu kingine ambacho ni mahitaji ya mwanafunzi kuweza kusoma katika grupu hii. Mahitaji ya mwanafunzi ili aweze kusoma katika grupu hii, atakuja kuhitajika kuweza kupata notebook ambayo atakuwa anahifadhi masomo yake. Ikiwa wewe uko interest na somo moja kati ya masomo haya yaliyotajwa, basi utaweza kutumia notebook moja pekee kwa ajili ya kuweza kufanya follow up ya lile somo pekee ambalo wewe ulikuwa unalitaka. Lakini pia mbali na hapo tunakuja kuangalia kitu kingine. Ikiwa mtu ataamua kujiunga katika grupu hii, basi anatakiwa kuandaa space ambayo yeye anakuwa anaimiliki. Mathalan hata nafasi pekee ambayo anaweza akaitumia kuwa anakaa peke yake kusoma elimu hizi, kwa sababu kuna elimu zingine ambazo zitakuwa zinafundishwa ili mtu aweze kuzipractice lazima awe na private place ili ambayo atakuwa anakaa. Huenda hata akatumia tunasema kitambaa kuweka chini ama hata msala ama hata kiti cha kawaida ili kuweza kuiweka ile sehemu yake kuwa ni sehemu kama ya shule, kwa sababu we all know kwamba masomo ya online yanataka wewe mwenyewe uweze kujitune mazingira yako yawe ni ya mwanafunzi ambaye anakuwa tayari kupokea masomo. Mbali na hapo pia tuje tuangalie kitu kingine ambacho tunaangalia ada ya kuingia katika haya masomo. Kiingilio cha grupu hii ni 150 kwa maombi ya wanafunzi wengi kulingana na uwezo wao wa kupata kipato. Lakini vile vile kila mwisho wa mwezi kila mwanafunzi atatakiwa aweze kulipia shilingi 30,000 na unalipia kulingana na vile ambavyo unakuwa umefundishwa. Makadirio ya kuweza kulipia ada chini ya hapo ni kwa yule mtu ambaye anakuwa yupo kwa ajili ya jambo moja specific ama somo moja specific. Mbali na hapo pia kuna wanafunzi wengine ambao ni wawili wako private wanasoma masomo haya kivyao, yani hawataki kuingia kwenye magrupu kulingana na ile hadhi walionayo katika misingi ya kitaifa, kwa hiyo wanafundishwa private. Tukija katika upande wa mtu mwingine akiwa anataka na yeye kusoma private, ina maana atafuata sheria na taratibu ambazo zinatakiwa kwa mtu kusoma private.
Pia sheria nyingine ya grupu hili, ili mtu uweze kusoma kwa utulivu na kuelewa, basi unatakiwa kujua taratibu za grupu ambazo tunasoma hapa hazina tofauti na grupu ya kitabu, ya kwamba mwalimu anapokuwa kaingia online akiweka status kwamba mwalimu yuko online, basi haitakiwi mwanafunzi yoyote kuweza kutuma message in between, yani asitume message mwanafunzi yoyote baada ya hapo mpaka pale mwalimu atakapoweka status kwamba kwa muda huo mko, yani mna ruhusa ya kufanya nini, ya kuendelea kujadili. Hii itasaidia kwa wale ambao watakuwa hawajapata yale masomo mtiririko mzuri, watakuwa wanafuata vile, yani zile point ambazo kwamba hapa admin alikuwa online kafundisha hiki, na huku chini wakawa wanazungumza wanafunzi wengine. Sheria na taratibu zizingatiwe, lakini sheria zingine tawaandikia kwenye maandishi. Ikiwa na wewe ni mmoja kati ya wale wanaohitaji kujiunga katika grupu hii, basi usisite, kwa sababu grupu inaanza hivi tunavyozungumza, basi inaweza ikaanza ndani ya lisali moja linalokuja ama nusu saa inayokuja. Kwa hivyo kwa asilimia kubwa ya watu wengi huenda wakapata ujumbe wakiwa wamechelewa, na wao tutafikiria kama wanaweza kuendelea na masomo na sisi, ama wao hawana nafasi tena. Grupu hii ni ya mwaka mmoja peke yake, lakini pia uwezo wa mwalimu kuweza kumiliki wanafunzi ni wanafunzi 70 peke yake. Zaidi ya hapo sitaweza, lakini pia ni bora zaidi kuwa na wanafunzi wachache ambao unaweza kuwa manage kwa muda wa mwaka mzima, ili uweze kuwafundisha vema zaidi. Wanafunzi waliopita nyuma katika magrupu ya nyuma wanajua taratibu na sheria za mwalimu anazofundisha, kwa na wao kwa namna moja au nyingine watakuwa ni walimu wazuri kwa wanafunzi wanaoingia katika kipindi hiki, kuweza kuambia kuna taratibu hii na hii na hii kwenye grupu ambazo huwa zinatakiwa ziweze kufuatwa. La msingi na jambo kubwa zaidi katika sheria za grupu ni kwamba kuwazoea watu kwenye grupu sio ruhusa na wala haitakiwi. Wewe umeingia, una uhuru wa kuongea na yoyote katika group mkiwa mko kwenye group, lakini kumfuata private na kuweka mazoea naye sana ni kitu ambacho hakiruhusiwi. Maswali personal kuweza kumuuliza mtu ambaye mko naye kwenye group ya kwake binafsi pia hairuhusiwi. Misingi yoyote ile ambayo iko katika madhara ya mtu mmoja na mwingine kiakili, kifikra ama kimwili, basi haitavumilika katika grupu hizi. Hii ni Rakim's Spiritual, mpaka wakati mwingine.